Matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili. Ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo Derby. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2, kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3, kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Katika hatua nyingine, Ally Kamwe amesema inawezekana hata msimu ujao Yanga isishiriki ligi kuu, huku akikumbushia madeni ambayo klabu yao inadai. Kama we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dickson Masanja wa Sports Extra ya Clouds FM. Dick Masanja akitujuza yanayoendelea katika soka la Tanzania kuhusiana na mchezo wa dabi baina ya Young Africans na bodi ya ligi au wenye dhamana ya mpira nchi, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Moshi mweusi bado. Bado na moshi mweusi unatanda. Moshi mweusi bado. Na kitendo cha Yanga kuitisha mkutano punde tu baada ya kutoka kwenye mkutano wao na bodi ya ligi kutaka kuzungumza waandishi wa habari na aliyozungumza Ally Kamwe ndio tafsiri ya moshi mweusi inapokuja kwamba kuna suluhu. Kinachoendelea sasa hivi ni ukambale, tunishiana misuli na kufukua makaburi ambayo wengine tuko tatu ya juu. Kama watu hawajalipo hivyo. Yaani wameshindwa kustiriana ndani kweli mpaka sasa wanaanza tutasikia siri nyingi hapa sana. No. Sana. Na TFF wataibuka. Nyinyi mbona tuliwabeba kwenye hili? Tunafanya hili. Mbona vile sasa kidogo heshima ya kiutawala walindiane kidogo. Watunzeni heshima za kiutawala. Sasa kuanza kutoa mambo mengine ya ndani itakuwa tunakokwenda tunatengeneza vurugu zaidi. Na athari ya hii ni kubwa Luambano. Kwa kulitazama tu kwa jicho la kawaida usione. Sasa hivi hatuzungumzii ajenda za maendeleo ya mpira. Hatuzungumzii kuanza kwa michuano ya vijana kwa maana ya shule za msingi na sekondari. Umeona bana, tunazungumzia madeni kwamba kumbe bingwa anakopwa, ndio imekuja ile kauli za mitandao ya kijamii. Sasa kama anakopwa bingwa inakuwaje waamuzi? Timu ndogo ambazo shiriki michuano hiyo. Kama Yanga inadai Ken Gold inakuwaje? Acha Ken Gold. Kuna zile ndani machungwa sijui FC zile za wapi? Si za nini za wapi? Sio kumbuka madai yao bana kujalipwa. Zile Bantunganya United. Kama bingwa mwaka mzima unaenda. Analia leo. Yaani wanaenda kucheza finali. Sasa issue unaweza usimlaumu TFF. Sababu mashindano yana mdhamini, inawezekana mdhamini bado katika michakato yake hajasendi mzigo. Ndio mwaka mzima. Sasa unajua fedha ni process unajua Haiwezekani jambo la papa, hizi fedha ni nyingi na ni process ya mwaka mzima kwa sababu usikute pengine CRDB au wadhamini hawatoi tu fedha ile ya zawadi ya bingo. Kuna hela nyingine zinatoka nyingine za michakato ya kuona mashindano yanachezwa. Sasa lazima kuna michakato inatokea. Mimi sasa kidogo mtu wa mwisho kuamini. Mpaka leo wangekuwa wameshamshusha. Wanaendeshaje sasa nani ligi kwa staili hii? Kama title sponsor anashindwa kuwajibika kama ligi kuu aliamua iwe bila title sponsor. Labda niulize, kuna taasisi inaweza kuendeshwa bila kudaiwa na kudai? Zipo. Yani taasisi iendeshwe haidaiwi na haidai, haiwezi kuwa taasisi.
Sasa unadaiwa kwenye kile. Unadaiwa katika nini? Unapewa uwape. Kuna kile ambacho unatafuta unadaiwa. Sasa unakitafuta. Lakini hiki kipo kwa ajili ya shughuli hii. Unakiingizaje kwenye matumizi mengine alafu tukudai? Sasa hapa naona demand imeongezeka Yanga nyingine. Ukiacha kutocheza hii dabi Juni 15. Maana hapa imepigwa ya hiyo kombe la TFF. Na imepigwa ya msimu ujao. Yaani wameongeza 2 nyingine. Yaani watu wanakwenda ukingoni, wao wameongeza nyingine 2. Na ukimwangalia hali katika siku ambazo amezungumza kwa mamlaka. Leo kazungumza kwa mamlaka, unajua leo. Leo kazungumza kwa mamlaka au jazba Unajua kwa nini imekuja? Yaani ujue mwanzo kulikuwa kuna upande mmoja tu unasema mechi na upande mwingine unasema hatuchezi. Kwa hiyo ni kila mtu alikuwa ajui mwenzie kajipangaje. Sasa kitendo cha bodi kuwaita na maana wao wameshashindwa. Kwa sasa ni wakati wao sasa na hatuchezi kujimwamba fai. Ila kuna dhambi ambayo tukiruhusu kwa nguvu ya hivi vilabu hiyo dhambi itadumu kwenye mpira wa nchi hii. Dhambi ipi? Dhambi gani? Ya mashinikizo. Yaani ikiruhusi, yani ikiingia tunaruhusiwa au ipo Alex? Sijui umesikiliza vizuri Kiemba. Unajua Kiemba ndoka umeenda zile course. Refresher course. Course za kujipiga msasa. Yani hii ni dhambi inataka kutengenezwa mpya kwenye mpira wetu ambayo ipo hata kwenye zile tawala zile za nchi za kijeshi zile. Ukishaingia kuchukua nchi kwa kupindua, mtaingia kama jeshi. Utatawala kina wewe, jiandae, kuna siku utapinduliwa. Kuna mwamba anambia yule kanali tu alichukua nchi na kuna makanali wengine wapo huko. Na mimi naweza kukaa pale. Kwa nao aidha kisha hao wanaogelea kwenye asali na maziwa. Lakini sasa kuna issue ya ile kuna yani ile sunini tuseme hadhi ile. Anasema sawa huyu anatupa asali na maziwa lakini ukikaa pale ni mtu mwingine. Kwa nao siku na wewe utatoka kwa staili ile. Kwa hiyo hii ya mashinikizo ikiingia tu watu wamejiuzuru, wamefanya nini, wamekwenda hivi mbeleni siku za usoni. I say watu wawe proper, yani issues zinyooke hivi. Ikipinda tu mwingine anaibuka. TFF hatuna imani na nyinyi, rais ujiuzuru, hatuchezi ligi, hatufanye nini, tunakwenda kwanza tunahama tutakwenda kucheza Zanzibar. Pressure inakuja yani. Kwa hiyo kwa sababu tayari uliruhusu ile dhambi. Ile dhambi inaendelea kuishi. Na unachosema ni kweli. Yaani hii issue kuna namna wanatakiwa waimalize, isitengeneze hiyo dhambi. Unachosema ni kweli. Umeingiaje madarakani? Kwa sababu hiyo dhambi ikiruhusiwa tu, shehe ndio itakuwa njia tu. Hao umewaendea ndivyo sivyo, wanakaa barabarani, hatutaki uongozi wa TFF wajiuzuru. Hatuchezi ligi, hatufanye nini? Sina nini? Pressure inakuwa kubwa, unabwaga. Kwa hiyo unaweza kujikuta pale baada ya kuongoza miaka 4 2 tu ulimesa up sehemu chali. Watu wanakuja pale. Inakuwa nani? Kwa hiyo matamko tu, mashinikizo. Yaani viongozi sasa watakuwa wanaingia kwenye mpira na kutoka kwa mashinikizo. Bana, kwa hiyo kuna namna ambayo lazima hii kitu waiangalie isitengeneze hii dhambi. Ilikuwa iangaliwe mapema hii. Sasa hamna muda ndio huo uliotokea. Hakuna mapema na kusubiri jioni. Mimi nataka ni 24 tu, labda zaidi ya 25 au 28. Mimi nataka niulize swali moja. Ingawa ndugu yetu Moses Mtua Busi anasema mwambie Luambano sponsorship package huwa ni planned budget, yani budget ambayo ipo tayari kwa ajili ya jambo husika kwenye kalenda na sio ya kusubiri. Na hata ukiangalia mkataba wa CRDB na TFF, huyo ni mtaalamu wa masomo. Bwana, vuguvugu la hatuchezi linaendelea na hii ni mara baada ya viongozi wa klabu ya Young Africans kuweza kukutana na uongozi wa TFF, lakini pia vile vile uongozi wa bodi ya ligi kwa hapa nchini Tanzania. Na mara baada ya kikao chao bana kuweza kumalizika, viongozi
kupitia msemaji wa TFF Almas Kasongo aliweza kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kile ambacho waliweza kukubaliana na klabu ama uongozi wa Young Africans. Lakini mara baada ya Almas Kasongo kuweza kuzungumza yale ambayo waliweza kukubaliana na klabu ya Young Africans, pia aliweza kusema kwamba mchezo upo pale pale hiyo tarehe 15 mwezi huu wa 6. Lakini mara baada ya Almas Kasongo kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe naye pia aliweza kuzungumza na waandishi wa habari akiweza kutanabaisha yale yote ambayo wamewaomba TFF pamoja na bodi ya ligi kuweza kutekeleza, ndipo ambapo wataweza kucheza mchezo huo wa tarehe 15 mwezi huu wa 6. Lakini pia vile vile mbali na hilo pia meneja huyo wa habari na mawasiliano Ali Shaban Kamwe aliweza kuzungumza kwamba hawapo pia tayari kuweza kucheza mchezo wa finali wa kombe la CRDB Confederation Cup mpaka pale ambapo watalipwa fedha zao za ubingwa wa msimu uliopita. Kwa hiyo toka Young Africans walipochukua ubingwa wa CRDB Confederation Cup ni kwamba hawajapewa fedha zao mpaka leo hii. Kwa hiyo pia wameweza kusema endapo hawatapewa fedha ambazo walistahili kupewa, pia hawatacheza mchezo huo ambao utaenda kupigwa kule visiwani Zanzibar, ambapo Young Africans watakuwa wakimenyana vikali dhidi ya Singida Black Stars kutokea kule mkoani Singida. Hayo ni yale ambayo yalikuwa yamejiri kunako lile sakata la hatuchezi. Tuone mambo yatakuwa vipi. Mimi nitaendelea kukuletea details na taarifa zote ambazo zitakuwa zinahusiana na taarifa ya issue hii nzima ambalo ni sakata kubwa linalovihusisha vilabu vikubwa hapa nchini Tanzania kwa maana ya Simba na Young Africans. Lakini kama ndo kwa mara yako ya kwanza kuweza kujiunga na channel hii, ni kusi tu uweze kusubscribe. Upande wako kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe. Kisha bonyeza tu itatokea alama ya kengele, pia unaibonyeza moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo, lakini pia utakuwa umeshow love ya ukweli kabisa. Na mimi kazi yangu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri mimi nakuwa nakuletea hapa kunako channel hii ya Mlacha Media, na unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, endelea